Hello, karibu tena katika chaneli yetu hii ambayo tumekuwa tukiangazia mambo mbalimbali kwa ajili ya kujiandaa na zaidi sana kutazamia mwaka 2026 kimkakati. Basi leo nitakuwa tena nina ujumbe mfupi wa dakika kadhaa tu ambao una lengo la kukusaidia na kujiandaa kupanda cheo mwaka 2026. Nitakwambia mambo matatu ya kuzingatia ambayo yatakufanya uweze kupanda cheo mwaka 2026. Kumbuka ya kwamba kupanda cheo, kuongeza hatua si jambo ambalo linatokea kama muujiza au linajitokeza tu, lakini ni jambo la kimkakati. Na wengi ni moja ya mambo ambayo yanatokea huko makazini. Nitaka kuzungumza na wafanyakazi wengi, wanatamani kupanda vyeo, wanatamani kuongeza hatua, wafike pale juu. Na kumbuka kadri unapozidi kupanda juu, ndipo nafasi za kukaa pale juu zinakuwa chache, kwa sababu unakuta manager mmoja ana manage watu wengi zaidi kuliko hawa wafanyakazi wa kawaida. Kwa unapoamua mwaka 2026 kujitoa kuwa mtu wa kawaida, unataka kwanza kupanda ngazi kwenda juu, lazima uanze kujipanga kwa mkakati, kwa sababu ni kawaida unapotaka kuinuka kwenda juu, basi kuna nguvu ambayo inakuvuta chini, kuna mambo ambayo yanakuvuta chini. Kama utaendelea na tabia ambazo ulikuwa nazo 2025, basi utaendelea kubaki chini. Wengine wanasema unaweza ukajikuta unaanza kupambana, utapambana sana, utaroga sana, utaenda kwa waganga, watakupa mahirizi na manini, lakini utajikuta bado hupigi hatua, kwa sababu kuna haya mambo matatu yanakosekana kwako. Lakini kama utakuwa na haya mambo matatu, hauhitaji kuroga, hauhitaji kufanya ushirikina, lakini utahitaji tu kumgoja wakati. Utaendelea kumwomba Mungu, lakini ukingoja wakati, kwa sababu ninajua neno moja ambalo neno la Mungu linatuhakikishia ya kwamba si mashariki wala magharibi, kaskazini au kusini inakotoka heshima au promotion, lakini au kuinuliwa kunatoka kwa Bwana. Kama Mungu yeye ndo anayeachilia hiyo neema ya mtu kuinuliwa, basi kuna mambo ambayo unapaswa pia kuyaweka kwenye mstari, ili atakapokuinua atakuweka pale juu ukae, sio ukainuliwa ukakaa juu alafu mwisho wa siku ukaonekana hufiti, nafasi ni kubwa inakupwaya, basi kiti hakikutoshi, utajikuta unashuka chini. Yale mambo yanakuvuta chini ambayo utakuwa hauyajui. Mimi nitakwambia haya mambo matatu ambayo kama utayazingatia, basi 2026 utarudi tena hapa kwenye hii video ukicomment kwa nilisikiliza video yako ikanibadilisha viwango vyangu na nikapanda cheo. Basi nina kukaribisha uambatane nami kwa dakika hizi kadhaa ambazo tutakuwa tukiangazia haya mambo matatu ya msingi yatakayokusaidia kupanda cheo mwaka 2026. Unajua, cheo kinapopanda hakipandi tu yani hupandishwi tu nafasi, lakini unaongezewa na maslahi, unaongezewa pia na kipato. Kwa kumbe kama utapanda cheo, kinakuja na maslahi, lakini kinakuja na majukumu mapya, kinakuja na mambo mengine mapya ambayo unahitaji kujua mapema, ujiandae nayo mapema, ili 2026 kama utayaishi hayo, basi utaona mambo makubwa. Jambo la kwanza ambalo litaweza kukusaidia mwaka 2026 kupanda cheo, basi ni ongeza thamani yako. Value addition. Ongeza thamani yako. Utaongezaje thamani yako? Na thamani, kumbuka, ni kitu ambacho hakionekani, lakini huwezi ukakipuuza. Uwezo wake hauwezi ukaupuuza. Thamani ikiongezeka inaonekana, lakini kama hautaongeza thamani utaendelea kuwa wa kawaida. Kuongeza thamani ni kwenda hatua moja mbele kuliko wenzio, ni kuiona fursa nyingine ya mbele, ukaanza kujiandaa nayo hata kabla kesho hiyo au wakati huo haujafikia, kwa sababu uliiona mapema. Kwa lazima ujiulize unapokuwa kazini kwako, je, unaongeza nafasi, yani unajaza nafasi, au
unaongeza thamani. Lakini pia unapaswa kujiuliza ya kwamba unaleta masuluhisho kazini kwako au unaleta malalamiko. Kama ni mtu wa kupeleka malalamiko na kero kazini kwako, basi sahau kuhusu kupanda cheo. Lakini cheo anapanda mtu ambaye amekubali kuwa mleta masuluhisho, anaifanya kazi iwe nyepesi, si yule anayefanya tu yale ambayo anapaswa kuyafanya, yani anafanya hata zaidi ya pale ambapo alitaka kufanya, anairahisisha kazi. Hata watu wanamuona, walio juu yake wanaona kazi anapokuwepo inazidi kuwa nyepesi. Ninatamani ujue hili kuwa thamani unayoongeza ndio inakufanya inakutengenezea nafasi, kwa sababu ukiongeza thamani hakuna namna utabaki kuwa mtu wa kawaida. Thamani itakutenganisha. Lazima ujiulize swali, hata kama ikatokea leo katokea ghafla ukaondoka kazini kwako, je, kuna pengo lolote litakuwepo au kutakuwa hakuna pengo lolote, kutakuwa kama kawaida? Kwa kama hakutakuwa na pengo lolote, basi ujue thamani yako ni ndogo. Watu wanaoondoka makazini kwao wakiwa wameongeza thamani, basi huwa pengo lao linaonekana. Na usijidanganye kwamba ukitoka ukaenda kufanya vitu vyako vingine, kama ulikuwa huwezi kuongeza thamani katika kazi ya mtu mwingine, hata ukienda kwenye kazi yako binafsi hautaweza kuongeza thamani. Lakini kama utaanza kuwa na akili ya kuongeza thamani hata ulipokuwa kwenye kazi ya mtu mwingine, basi utakapopewa kazi yako utakuwa, au utakapoanza kufanya kazi yako utakuwa ni mwaminifu zaidi, kwa sababu asiye mwaminifu kwa jambo la mwingine basi hawezi kuwa mwaminifu kwenye jambo la kwake. Na hii ni ukweli ambao unapaswa kuuona. Kwa kuongeza thamani kazini kwako hapo, ongeza ujuzi, tafuta maarifa, ongeza ujuzi mpya, bobea, kijue vizuri unachokifanya, kijue vizuri ulichoajiriwa kukifanya. Jua vizuri kile kitu kinachokufanya ulipwe, na utakapokijua vizuri, hapo patakufanya urahisi wa hata wewe kuongezewa kipato kwa yale unayoyafanya. Lakini weka sana, jua sana, ongeza sana maarifa juu ya ile kazi, tatua matatizo yako kwa urahisi. Usiwe mtu wa kukariri kutatua matatizo kwa namna moja tu. Jiongeze, chukua hatua, jifundishe, pata muda unapokuwa tafiti, soma kwa yale unayoyafanya, jiongezee maarifa. Angalia watu wengine sehemu zingine wanafanyaje kitu kama unachokifanya wewe. Kwa hata kama hautapanda cheo hapo kazini kwako, basi utapata fursa mpya nje na maeneo hata ya hiyo kazi yako. Kwa hapo tafuta namna ya kufanya kwa ubora zaidi. Ubora haupingwi. Kwa tafuta kila mahali, jihusishe, jihamasishe, alafu jiongezee ubora. Thamani ikiongezeka, cheo huwa kinafuata chenyewe. Kwa jambo la kwanza, ongeza thamani. Tunaenda jambo la pili, ni jenga uaminifu na nidhamu. Jenga uaminifu na nidhamu. Viongozi hawapandishwi tu vyeo kwa sababu wanasema nitafanya. Hawaishi kuahidi, lakini wanatekeleza. Wanasema mimi nimemaliza kufanya 1, 2, 3. Kwa hata wale watu wanapoona wanavutwa. Na uaminifu ujengwa kwa kufika kwa wakati. Fika kazini kwa wakati, usisumbuane na bosi wako kwa ajili ya kuchelewa, na au kila siku na miss punch, yani unaenda kupunch alafu kuna clock in na clock out. Unakuta unaingia unachelewa, una clock out unawahi, yani hauthamini kazi. Kwa hakikisha unafika mapema, lakini timiza ahadi. Kama jambo umeahidi ya kwamba utafanya, umeweka miadi na mtu, unafanya, unatimiza, unahakikisha unakuwa active, punctual, unafanya mambo kwa wakati na unatimiza kwa wakati. Lakini wajibika unapokosea. Kitokea jambo umekosea ukashauriwa, jiwajibishe, jirekebishe. Wajibika katika yale ambayo yanakubidi kuyafanyia kazi, ili uzidi kuongeza thamani yako. Lakini vile vile utakuwa unajenga uaminifu, na zaidi sana utajenga nidhamu. Nidhamu ni kufanya kazi kwa kwa ubora ule ule, hata asipokuwepo mtu anayekutazamia au anayekulazimishia. Unasimama mwenyewe unafanya. Kwa kama utafanya hivi 2026, ndugu yangu, hautakuwa mtu tena wa kawaida, lakini utapanda
viwango, utaenda kwenye vyeo vingine vikubwa, utapanda cheo. Na mtu asiyeweza kusimamia majukumu madogo ni hakika hawezi kusimamia majukumu makubwa. Kama hata majukumu madogo tu ambayo unayo uwezo kuyasimamia, basi uhitaji kuongezewa majukumu makubwa. Na hili likukaya akilini mwako ya kwamba 2026 ni mwaka ambao unahitaji watu wanaoweza kujisimamia, unahitaji watu ambao hawana visingizio, ni mwaka ambao utahitaji wanaojua kufanya kazi tofauti, yaani wanafanya kazi zile zile kwa utofauti na kwa ubora zaidi, na kwa kufanya hivyo hao utawaona wakiinuka. Kama na wewe utakuwa mmoja wao, utaingia katika hao watu watakaofanya namna hiyo kwa ubora, kwa utofauti, kwa umakini, utajikuta na wewe nafasi kuita. Kama utapata nafasi na hauna uwezo, nafasi zitakukataa, nafasi zitakupwaya. Basi anza mapema kujiongezea thamani. Lakini pili, nakwambia jenga uaminifu na nidhamu, watu wakujue kwa namna fulani. Na jambo la tatu, ishi ngazi inayofuata, au ishi kana kwamba upo kwenye kile cheo unachokitaka. Usiwe unaona kama kikija cheo hicho ndio utaanza kuishi vile. No, anza kuishi vile, unaanza kuishi pale, anza kufika unapotaka kuwepo. Anza kuishi kana kwamba ufahamu wako umefika pale. Timiza majukumu kana kwamba umefika mahali pale. Kwa kufanya hivyo, itakuonyesha wazi ya kwamba wewe unatoshea kwenye majukumu yale. Wewe unaweza ukafanya kitu ukiwa na nafasi hiyo. Kwa kama unaitaka nafasi fulani, anza kufikiri kama uko kwenye management level. Anza kufikiri kana kwamba umesogea hatua. Usijifikirie tu kama ni kibarua, usijifikirie kama tu ni cash worker, usijifikirie tu kama ni normal employee. Jifikirie kama kiongozi. Anza kufikiri sawa sawa na cheo unachokitaka. Anza kufikiri sawa sawa na nafasi unataka kuiendea. Fikiri kama kiongozi. Ona picha kubwa ya taasisi yenu. Hapo ulipoajiriwa, ona picha, kitu gani ambacho unatamani wanatamani kukifikia. Anza kupambana kuyatimiza yale malengo ambayo taasisi yenu inataka kuyafikia. Kwa hayo utakapokuwa unaendelea kujiboresha na kujiweka hivyo, basi utajikuta unaendelea kutengeneza na kuchonga njia yako ya kwenda viwango vya juu. Lakini jambo lingine, jifunze majukumu ya nafasi unayoitaka, kwa sababu unajiandaa kuikaria ile nafasi ili kiti kikutoshe. Ili kiti ukikaa kikutoshe, hakikisha unaanza kuyajua majukumu yanayoambatana na nafasi unayoitaka. Usitake tu nafasi kubwa alafu huna uwezo, utaaibika, utaishia hata kupoteza hiyo kazi, kwa sababu utakuwa umewekwa kwenye sehemu ambayo hautaweza kuimudu kifikra, haujafika hapa bado. Lakini kama utaongeza thamani yako leo mapema, utajiandaa mapema leo, utaanza kuishi, basi unaanza kutosha kwenye ile nafasi hata kabla haujaifikia. Na kama ungepata wakati mzuri, anza kutafakari, kujiuliza, kama wewe ungekuwa kwenye hicho cheo leo, kitu gani ungeweza kufanya? Anza kukifanya. Lete masuluhisho kwenye hiyo nafasi ambayo unataka kuiona. Lakini angalia ungezungumza vipi, ungeishi vipi na wale watu wako ambao utakuwa juu yao na waongoza. Anza kufanya hayo mazoezi mapema. Anza kuishi vile ambavyo unatamani kuwa. Anza kuishi. Kiongozi hawi kiongozi kwa sababu amepata nafasi au cheo, lakini ni kiongozi kwa sababu ndani yake ni kiongozi. Kwa ile picha yako ya ndani unaanza kuishi. Na angalia wajibu gani ungekuwa unauchukua kama ungekuwa kwenye hiyo nafasi au cheo unachokitaka. Maisha yanakupa kile unachokiishi kabla hujakipata. Hiyo ndio kanuni ambayo ni ya maisha. Kwa ndugu yangu, ongeza thamani, jenga uaminifu na nidhamu, lakini zile ishi ngazi inayofuata leo. Kama utafanya haya yote ambayo nimekuambia, haya matatu, basi mwaka 2026 unakwenda ngazi ya juu zaidi, unakwenda kuwa bora zaidi, na utaongeza thamani yako, utaongeza kipato chako, utaongeza heshima yako, kwa sababu umejijenga mapema. Uende mwaka 2026 kimkakati. Na kama
umefuatilia ujumbe huu mpaka hii dakika, tunaenda dakika ya 15, tutakomea hapo. Basi kama kuna lolote limekugusa katika ujumbe, andika najiandaa na ngazi inayofuata kwenye comment section hapo, na nitafurahi sana kuona ujumbe wako, na zaidi sana subscribe hapo kwenye alama ya kusubscribe, ili ujumbe huu uweze kuwafikia watu wengi zaidi. Tunatamani mwaka 2026 watu wengi waongeze thamani, watu wengi wapande viwango, watu wengi wapandishwe vyeo, ili tunapokutana, tunapojadili mambo mbalimbali, tuendelee kukutana tukiwa katika nafasi zilizo bora zaidi. Basi jitahidi sana kujiandaa na cheo kinachofuata kabla hujakifikia, lakini jiandae kuwa mtu wa cheo hicho hata kuanzia leo hii. Kama utafanya haya, basi mimi nitakuwa nimetimiza wajibu wangu inipasavyo. Ninakushukuru sana kwa sababu umefuatilia ujumbe huu, na mimi ni ndugu yako Japhet Katana. Unaweza ukaendelea kufuatilia mafundisho mengine ambayo tumeendelea kuyaweka katika hii channel yetu kwa ajili ya kukuandaa na mwaka 2026. Na endapo utaendelea kuona mafundisho yetu, ukashare na marafiki zako, ukaendelea kujifunza, ukacomment hapo, tunaendelea kuwa familia moja ambao tunashirikishana mitazamo chanya. Basi ninakutakia kila laheri 2026, ukawe ni mwaka wa kwenda viwango vingine. Kila laheri, bye bye. Ninakuaga kutoka hizi studio zetu hapa. Bye, thank you.